العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Mheshimiwa Othman Masoud Othman, makamo wa kwanza wa rais wa Zanzibar, na mgeni wetu rasmi Mheshimiwa Edward Mpogolo, mkuu wetu wa wilaya ya Ilala, rafiki yangu, kiongozi mnyenyekevu, Mungu akubariki sana. Mheshimiwa Raisi wa Hay'atul Ulama Sheikh Abdullah Ndauga, Mheshimiwa Sheikh Hassan Chizenga, katibu wa Baraza la Ulama, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, na mwakilishi wa Mheshimiwa Mufti katika hafla yetu hii ya leo, Mheshimiwa Sheikh Zailai, mkuu wetu wa wilaya Temeke TMK wanaume, lakini pia mwakilishi wa shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Sheikh Al-Hadi Musa Salum, mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, waheshimiwa viongozi mbalimbali, waandishi wa habari, niseme kama ambavyo wanasiasa wanasema itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali yoyote sifa zote njema anazistahiki Allah subhanahu wa ta'ala, mlezi wetu, muumba wetu, kwa kutujalia kufika tena katika mwaka mwingine kwa ajili ya maandalizi ya mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu barani Afrika, ambapo leo tunatarajia kwa idhni ya Allah utatuzindulia. Kwa mujibu wa msema chochote, nitoe picha fupi kuhusiana na mwelekeo wa mashindano ya mwaka huu. Insha ar-Rahman alladhi allama al-Quran, mashindano yetu mwaka huu ni mashindano ya 24, bimaana ni mwaka wake wa 24 tangia yaanze. Yalianza kama mchicha na sasa yamekuwa kama mbuyu. Na mashindano haya safari hii tunatarajia kufanyika tarehe 24 mwezi ujao, mwezi wa 3 mwaka huu 2024. Wapi yatafanyikia? Tunatarajia kufanyikia katika uwanja mkubwa zaidi Tanzania, uwanja wa Mkapa. Na nitumie fursa hii na pia tukuombe utufikishie salamu hizi kwa Wizara ya Michezo kwa kutupa tena kibali cha kutumia uwanja wa Mkapa kwa mara nyingine tena, takriban sasa kama si miaka 9 ni miaka 10. Na hii nataka ulimwengu na walimwengu wafahamu ya kuwa uzuri wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kuheshimu dini na kuheshimu watu wa dini. Na ndio maana nchi hii imebarikiwa na itaendelea kubarikiwa. Naweza nikasema kwa upendeleo wa hali ya juu, kwa sababu mcheza kwao hutunzwa. Tanzania ni nchi bora duniani. Kama kuna top 10 Tanzania inaweza kuingia. Kama kuna top 5 Tanzania inaweza kuingia. Na kama kuna top 3 Tanzania inaweza kuingia. Ikumbukwe ya kuwa ndo nchi pekee ambayo imemwelekea Mola wetu, muumba wetu, mlezi wetu kipindi cha corona, na ndio nchi pekee ambayo haikuathirika kama nchi zingine zilivyoathirika na mzee corona, kwa sababu ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilimuelekea Mungu
na ikatuomba viongozi wa dini tumuelekee Mungu kumuomba ailinde Tanzania na virus hiyo, na alhamdulillah nchi yetu iko salama tangia wakati huo na mpaka leo iko salama. Nasi tunamuomba Allah kwa utukufu zake, baraka zake na rahma zake iendelee kuwa salama. Kwa nitumie fursa hii kama mwenyekiti wa mashindano haya kuwatoa wasiwasi wa Tanzania wote ya kuwa ni kweli wizara imefungia kama tulivyosikia uwanja wa Mkapa na uwanja wa Uhuru kwa upande wa michezo, lakini kwa upande wa watu wa dini wizara inaheshimu sana dini kama ilivyo slogan ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na serikali ya Mapinduzi. Basi kwa heshima hiyo tumepewa uwanja na ruhusa imepatikana, na ndio maana ninasema mashindano yapo na yatafanyikia katika uwanja wa Mkapa pamoja na wa Uhuru tarehe 24 mwezi ujao, mwezi wa 3 mwaka huu 2024 akipenda Allah. Tuseme inshallah. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni nani tunayemtarajia kuwa mgeni wetu rasmi katika mashindano yetu? Si mwingine, ni yule kipenzi cha Watanzania, Wazanzibari na watu wa Qur'ani kwa ujumla, Dr. Hussein Ali Mwinyi. Allah subhanahu wa ta'ala amhifadhi, amweke, lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala awahifadhi wasaidizi wake wote na awaweke, lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala amhifadhi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan, amweke na amfanyie uwepesi kila jambo lake. Mheshimiwa mgeni rasmi, Dr. Hussein Ali Mwinyi ndiye mgeni rasmi katika mashindano yetu mwaka huu insha Allah. Idadi za nchi shiriki tunazozitegemea ni nchi 19 na washiriki 21, na nitaomba baadaye kidogo vijana wa media watuonyeshe washiriki wetu wa mwaka huu kutoka maeneo mbalimbali ndani ya bara la Afrika na nje ya bara la Afrika insha Allah. Mheshimiwa mgeni rasmi, zawadi kuu mwaka huu ni dola za Kimarekani 10,000, ni sawa kabisa na milioni 27 za Kitanzania na 300,000 ambazo zitatolewa na benki ya PBZ, benki kufanya miamala mbalimbali na kwa kuhudumia Watanzania wote kwa ujumla. Pamoja na hayo, benki ya PBZ inatoa zawadi kwa washindi wote 5. Tutosheke tu ikiwa mshindi wa kwanza atachukua dola 10,000 sawa kabisa na milioni 27 na 300,000 za Kitanzania, wa pili na wa tatu na wa nne na wa tano, jumla kuu itakuwa ni kiasi gani? Tunashukuru sana PBZ na tunawaasa Watanzania waendelee kuiunga mkono, kwani ndio benki salama Tanzania nzima, benki iliyokuwa chini ya serikali ya Zanzibar. Mheshimiwa mgeni rasmi, mashindano yetu haya kila mwaka tunakuja na slogan au kauli mbiu. Sisi ni watu wa Temeke, na Temeke hatuishiwi na mambo, na Sheikh Al-Hadi Mwamba anajua Temeke ni mji wa makeke, watu wake hatupendi upweke, ukituzingua tunaweza tukakupiga mateke. Na ndio maana ndio wilaya pekee Tanzania inaitwa wanaume, TMK wanaume. Kila mwaka tunakuja na kauli mbiu, na mwaka huu tumekuja na kauli mbiu ambayo imekuja katika sura ya fumbo fulani, na pia kwa ruhusa yako tutaonyesha insha Allah. Lakini pia tuna documentary ya dakika 8 tu ambayo itaonyesha kauli mbiu mbali. Baada ya kusema hayo, mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa niwaombe vijana wetu ambao ni vijana wa IT au vijana wa media, sasa watuletee
kauli mbiu au fumbo nambari 1 ya mwaka huu. Tunaomba kidogo kwa ruhusa yenu tuwapeleke sinema lakini ya Qur'ani inshallah. Na kwa kuwa nimesema sinema Qur'ani, pia tunaomba wasimamizi wa ukumbi na watuzimie kidogo taa hizi. Tunaomba tuipate fumbo nambari 1 ili Waislamu na Watanzania waone mwaka huu tumekujaje. Kauli mbiu yetu inasemaje? Teaser yetu inasemaje? Kwa hiyo tulete teaser namba 1 kwanza. Tupelekeni baharini kidogo. Haya naanza na fungu la kwanza hili kwanza. Haya naanza kwa 15 hapa. 20 hapo. 22. 30. 40 pale. 45 hapa. 50 pale. Oya, vipi baba, mbona kijio kimekuwa hivi? Bei ya samaki mmoja unapewa samaki 10. Ndio. Yaani 1 kwa 10. Subirini kwanza. Hiyo 1 kwa 10 ndio nini? Yaani maana yake mbona samaki mmoja thamani yake ni sawa sawa unapewa samaki 10. Nyie mbona subirini kwanza. Mbona mwanzo goa? Nyie mkuweza? Bora nyote kwa puni. Halafu hata nyinyi mnaona mimi bora kuuzia hapa, bora nikauzia huko mtaani. Hakuna hiyo kitu. Wewe kuweza. Hebu huko. Samaki. Naam, Mheshimiwa mgeni rasmi, mwaka huu tumekuja na fumbo hili, lakini hii ni teaser number 1. Tunaomba tuende katika teaser number 2. Lengo la Al-Hikma Foundation ni kuwaweka watu katika hali ya utayari na kuandaa fumbo ambalo wengi watashindwa kulifumbua isipokuwa ni wachache. Tunapenda kuwapa tabu kidogo wana wa Dar es Salaam, jiji la gharama, na kwa hakika tumewapa tabu katika hili. Mwaka huu tumewapeleka baharini. Tunaomba tena teaser namba 2, 1 kwa 10. Wewe kula samaki, wewe samaki. Samaki kwa ubwabwa. Ugali watoto wanaleta zogo. Unajua nyinyi sasa hivi ndio mnasababisha umeme unakatika mara kwa mara. Sababu hamna furaha, timu yenu haipati matokeo yale ambayo sisi tunayapata. Shida yenu ni moja, mnataka kuiga mpira wa Yanga. Nyinyi hamuwezi. Sasa nikupe kitu leo. Kinaitwa 1 kwa 10, unakijua? Mimi nakijua. 1 kwa 10 maana yake chama mmoja sawa wachezaji 10 wa Yanga. Wewe unaona akili zako. Sio hivyo. Maana yake ni kwamba finali aliyofika Yanga ya kimataifa 1 sawa sawa na robo finali 10 za Simba. Samaki kwa ubwabwa. Hiyo sio 1 kwa 10. 1 kwa 10 na ukupa mimi sasa. Shabiki mmoja wa Yanga sawa na mashabiki 10 wa Simba. Hiyo ndo 1 kwa 10. 1 kwa 10. Sikia, hebu nyewe subirini kwanza. Mbona mwantia sogo kichwani? Maana mimi nimetoka zangu baharini kuvua samaki. Nikataka niuze samaki wangu pale. Lakini eti mmoja ananiambia ni 1, yani 1 ni sawa na 10. Ndio hiyo 1 kwa 10. Sasa nakuja hapa, wewe wasema mchezaji wako mmoja ni sawa na wachezaji 10 wako kweli. Na wewe wasema mchezaji wako mmoja ni sawa na wa 10 wa huyu. Ndio 1 kwa 10. Sasa 1 ni sawa na 10, inawezekanaje? Inawezekanaje? Nyie mwanchanganya bwana, siwawezi nyie. Bora mimi nikauze samaki wangu tu. Samaki kwa ubwabwa. Watoto ugali wanaleta zogo. Wewe samaki. Mheshimiwa mgeni rasmi, inawezekana kabisa hata katika ukumbi huu wengi tumewaacha katika mataa. 1 kwa 10 inawezekana wengi wasielewe nini maana yake. Teaser namba 2 imekuja na watu wa Simba na Yanga. Uliona mtu mmoja pale amevaa jezi ya njano, kina Sheikh Al-Hadi hawa safra, anasemaga mwenyewe faqi'un launuha. Na umeona watu wa Simba pia na wao wamevaa jezi nyekundu. Bado itakuwa hamjaelewa. Tunaomba teaser namba 3 tukiwa na yule nabii mweusi.
Enyi kizazi cha waungua jua kwenye nyayo, amini amini na waambieni, karibuni tena kwenye hili darasa letu huru. Na kama mtu unapenda sana kula maepo, basi tafadhali usije ukazidharau hizo furu. Na leo tunasoma mlinganyo sahili. 5x jumlisha x toa 50 sawasawa na x. Nani anaweza kulifanya swali hili? Mwalimu. 1 sawasawa na 10. Inawezekana vipi 1 na 10 zikawa sawa? Sikiliza kwa makini mwalimu, na kuambia usilete ubishani, ili swali nalijua. Tena niweke bayani 11 ni sawa. Nadhani ushani. 1 na 10 sawa sawa wapi wewe? Mbona unanishangaza mimi? Kila kwenye mjuzi kuna mjuzi zaidi yake. Twendeni nikawapeleke kwa mtu anayejua 1 sawa sawa na 10. Sawa, twende mwalimu. Samaki kwa baba. Waache waende wakapate huo mlinganyo wa 1 na 10 kuwa sawa, kwa sababu kwenye ulimwengu wa kunguni hata siku moja hawezi kuishi chao. Mbona mnatetema? Kwani mmepagawa? Mheshimiwa mgeni rasmi, bado inawezekana wengi tumewaacha kwenye mataa, na muuza samaki anaendelea kupata tabu kwa sababu kila akizungusha samaki wake anaambiwa 1 kwa 10. Anaona kwamba wote wanania kumdhulumu. Sasa yule msoma mashairi kampeleka kwa shekhe ndo afumbue fumbo hilo. 1 kwa 10 inawezekanaje? Tupeleke shekhe sasa akiwa anatoa kwamba 1 kwa 10 inawezekana. Leta hadithi sahihi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kulikuwa na sahaba anaitwa Zahir zama za Mtume. Sahaba huyu alikuwa ni mtu wa kuuza matunda. Wamevamia darasa la matunda anayatoa wapi? Kijijini, na kuyaleta kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kupeleka sokoni ili Mtume aonje. Tumeelewana? Assalamu alaikum shekhe. Wa alaikum assalam. Kwanza samahani kwa kuingilia kwenye darasa lako. Naam. Bwana, ninazogo kwa chogo. Maana natoka kwa biasharani kwangu huko, nasikia tu bwana 1 sawa na 10. Nikapita pale tena kwenye maskani kunywa kahawa, wazungumza mambo ya mpira, wasema 1 sawa na 10. Sasa mimi najiuliza nini hii? Kasema kanipeleka kwa shekhe huyu. Ndio nauliza hapa, hiyo 1 sawa na 10 ni nini? Aha. 1 sawa na 10 kimahesabu haikubaliki, na 1 sawa na 10 hata kimpira haiwezekani, na 1 sawa na 10 hata kibiashara haiwezekani, lakini 1 sawa na 10 kiimani na kiqurani inawezekana. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia, man qaraa harfan min kitabillah, mwenye kusoma herufi 1 katika kitabu cha Allah, falahu bihi hasana, huyo atalipwa jema 1, wal hasanatu bi'ashri amthaliha, na jema 1 ni sawa na thawabu 10. Qur'ani tukufu ni kitabu cha ajabu. Ukisoma herufi yake 1 utalipwa sawa na thawabu 10. Watu wa Qur'ani, tuna jambo letu. Ni tarehe 24 mwezi wa 3 mwaka huu 2024 katika uwanja wa Mkapa. Ni yale mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu barani Afrika na duniani kwa ujumla. Watu wa Qur'ani,
tukutane uwanja wa Mkapa ili tupate 1 kwa 10. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, Mheshimiwa mgeni rasmi, hivi ndivyo ilivyokuwa na hivi ndivyo itakavyokuwa. 1 kwa 10 maana yake Qur'ani ni kitabu cha ajabu. Ukisoma herufi yake moja utalipwa jema moja. Na jema moja mfano wake ni thawabu 10. Kwa hiyo kimpira 1 kwa 10 haiwezekani. Labda timu ya Sheikh Al-Hadi Yanga inaweza kuifunga Simba 1 kwa 10, hatujui. 1 kwa 10, 1 kwa 10. Allahu akbar, takbir. Haya, Mheshimiwa mgeni rasmi 1 kwa 10. Mchaga huyo. Mchaga, mwangalieni. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni furaha kuwa nawe na katika uzinduzi wa haya mashindano makubwa ya Qur'ani tukufu barani Afrika. Kwa ruhusa yako sasa, tunaomba ili tupate picha zaidi. Mwaka jana tulitokaje na mwaka huu mpaka tukafika 1 kwa 10, na mwakani insha Ar-Rahman alladhi allama al-Qur'an tutajua tutakavyotoka. Kwa ruhusa yako, kuna makala fupi sana ambayo huonyesha kauli mbiu mbalimbali. Utaona mwaka jana Allah ana watu na watu wake, watu wa Qur'an, ambapo ilisema ana watu, ana watu, ana watu. Wako waliodhani kwamba najisifia mimi nasema nina watu, lakini tulipofumbua tufumbo wakaanza kuona aibu, kumbe ni Allah na watu na watu wake na watu wa Qur'an. Mwaka wa nyuma yake tukawa tunasema tuwai kwa mtetezi, tukafumbua tukasema Qur'ani ni mtetezi, tuwai kwa mtetezi. Huenda leo kamati kuu ikawapa fursa katika kikazi hiki mkapendekeza mwakani tutokaji insha Allah. Naomba vijana tuwekeni haraka, mheshimiwa ana safari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Waswahili husema ukilea mwana mwema na mwana muhi mlele, mwema ukimpa chenga na muhi mpe chelele, hujui mje kufaa mje kupa maji mbele. Karibu sana mtazamaji katika simulizi ya vibwagizo vilivyobeba mashindano makubwa ya Qur'ani Afrika, ambapo hii leo nitakupa kumbukumbu ya kukumbukwa na kukumbukika juu ya vibwagizo hivyo vilivyotungwa kwa dhamira kuwashajiisha wapenzi wa Qur'an kuja kwa wingi katika mashindano yao. Basi kwa pamoja tukatazame hilo jambo lilivyokamilisha mambo kwa maneno yenye umbo yaliyozidisha urembo. Karibu sana katika simulizi hii. Simulizi wako ndini Abdullahi mwana wa Maalim Mashi. Ni miaka 23 imepita tangu mashindano makubwa ya Qur'ani barani Afrika chini ya Al-Hikma Foundation yalipoasisiwa, na ni miaka 10 mutawali ya sasa tangu mashindano haya yalipoanza kuchagizwa kwa kauli mbiu mbalimbali, kauli mbiu ambazo zilibeba taswira halisi ya mashindano yetu na kuchagiza kwa kiwango kisichomithilika, kuzidi kuwavuta watu wa Qur'an mithili ya sumaku. Tangu lini chanda chema hakivikwi pete, chambilecho Waswahili. Basi shukurani zisizo kiasi wala basi ziende kwa Mwenyezi Mungu mwenye enzi na ulimwengu kwa kuifanya kamati kuu ya mashindano haya chini ya Sheikh Nuruddin Kishki kuwa muhimili mkubwa katika kufanikisha mashindano haya na kauli mbiu zake. Kwani hata baada ya mashindano kumalizika, hutoona kikaa tu kama chaza juu ya mwamba au kupe katika mkia wa ng'ombe wakisubiri wadudu au kunyonya damu ya mnyama. Hakika hiyo si falsafa yao, kwani kama si matakwa ya Allah kisha na wao wangelizembea japo kidogo, labda mashindano haya yangelipeperushwa na upepo na kuenda arijojo mithili ya tiara katika majira ya kipupwe. Allah atuepushe na hilo. Fikra zao katika chaguzi za kauli mbiu zilikuwa ni mwamko mkubwa uliotengeneza hamu na khera kwa uhudhuriaji, ikawa ni kilele cha furaha na nderemo kwa Watanzania, jambo lisilofahamika na wengi. Maandalizi ya mashindano haya yana tamu na shughuli zake, lakini tamu ndiyo hujenga na kuzidisha utashi, tamu ambayo ni kutaka radhi za Mola wa pekee. Leo nimedhamiria kuzikumbusha kauli mbiu zetu, ijapo kwa fasihi
ingawa ukinifuatilia kwa umakini zaidi ya ule wa mtunga uzi kwenye sindano utazimaiz kauli mbiu ndani ya maneno yangu. Na leo ni zamu yangu kusimulia kwa dhati ya sauti yangu kale yetu na kauli mbiu zake. Ikumbuko rasmi katika mwaka wa 2014 Al-Hikma Foundation ilianza kujitangaza kwa kauli mbiu kupitia Qur'an, kwa sababu tunajua Qur'an ndicho kitabu pekee tutakachoulizwa siku ya kiyama juu yake, ambacho ni mwongozo kwa wanadamu. Tangu kuanza kwa kauli mbiu hizo hazikuwahi kudumaa mithili ya mche uliokosa rutuba, na pale ilipobidi kutokana na uzito wa kauli mbiu ilijirudia tu katika mwaka wa 2015, kwa kuwa hakuna asiyejua kuwa Qur'an ndicho kitabu pekee tutakachoulizwa siku ya kiyama juu yake. Kutokea hapo hatukuenda tena na mwendo wa ngisi, leo kusinga mbele na kesho kusinga nyuma. Hatukuwahi tena kurudia kauli mbiu, maana kila chombo huwa na wimbile. Basi kila mwaka kutokea hapo ikawa na kauli mbiu yake. Hatimaye katika mwaka wa 2016 ikadhihiri ya kuwa Qur'an ndicho kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake, baada maelfu ya Waislamu kujitokeza katika uwanja wa Uhuru kushuhudia mashindano hayo ambayo yalizidi kuwaonesha walimwengu katika mwaka wa 2017 kuwa Qur'an ndiyo dira yetu. Hadithi ya kauli mbiu za mashindano haya makubwa ikazidi kupata umaarufu na mwangaza ambao kwa vyovyote vile katika mwaka wa 2018 ukaangaza kwetu kutokana na ukweli usiopingika kuwa Qur'an ni nuru yangazayo duniani na akhira. Mwangaza huo ukatuamsha katika mwaka wa 2019 kuwa ushikwapo shikamana, ukitaka dunia shikamana na Qur'an, na ukiitaka akhira shikamana na Qur'an. Hatimaye Waislamu wengi wakaamua kushikamana nayo. Kwa bahati mbaya mwaka wa 2020 ni mwaka ambao hatukuwa na mashindano kutokana na uwepo ugonjwa wa uviko 19, hivyo huzuni na majonzi vikapita na korona yake. Katika mwaka wa 2021 Al-Hikma iliendelea kujipambanua kwa kutaniwa wigo kuyafanya mashindano kuwa na mvuto zaidi kwa kila watu, si wanawake, si wanaume, si messenger, si manager, si walimu, si wanafunzi, si walalahoi, si walalahai, si watoto wadogo, si watu wazima. Kila mmoja alihamasika na mashindano hayo kutokana kwamba Qur'an ni kwa rika zote. Mwaka wa 2022 watu wakawa na mtungo wa mawazo kichwani, hali ya kuwa hatujui fumbo lililowafumba watu wengi wakati huo, si mjini si vijijini, pale ziliposhamiri habari za mtetezi. Kilikuwa ni kitendawili ambacho kiliwashinda wengi kukitegua, hadi pale mwenyekiti wa kamati hii ya mashindano makubwa ya Qur'ani Afrika, Sheikh Nuruddin Kishki, alipotegua kitendawili hicho kwa kusema, Qur'ani ni mtetezi, tuwahi kwa mtetezi. Hivyo wakamuahi mtetezi ili waendelee kuishi kwa raha na utuvu wa moyo. Sanaa iliyotumika kuyatangaza mashindano hayo katika mwaka huo kwa kauli mbiu hiyo ilikuwa ni ya kipekee sana, na huko mtani mambo yalikuwa hivi: Qur'ani ni mtetezi, tuwahi kwa mtetezi. Kutoka hapo ikawa kila pembe ya Tanzania na hata nje ya Tanzania maneno yakisemwa, Qur'an ni mtetezi, tuwahi kwa mtetezi. Iwe liwalo na lije lijalo, madhali Mungu hukupa akuja lilo silo litakalo. Hatimaye katika mwaka wa 2023 tukatambua tulikuwa na dhima kwa Watanzania, na dhima yenyewe ilikuwa ni kuonesha njia kwamba Allah na watu wake ni watu wa Qur'an. Ubunifu uliotumika katika kuyunda kauli mbiu hiyo uliendelea kuleta gagaziko kwa walio wengi, katika hali ambayo kila mmoja alitamani kumjua mwenye watu, huku wengine wakijiuliza ni nani mwenye watu. Mimi sina watu, mimi ni wananchi tu. Nataka kunjua mwenye watu. Hadi pale mwenyekiti wa kamati kuu ya mashindano makubwa ya Qur'ani barani Afrika, Sheikh wetu Nuruddin Kishki, alipotanabaisha ya kuwa ni nani mwenye watu. Mwenye watu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas, hakika ya Allah ana watu wake
tena watu maalumu kabisa. Ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khassatuh, watu wa Qur'an ndio watu wa Allah, tena watu wake maalum. Hivyo ndivyo jambo lilivyomalizika katika mwaka wa 2023. Kitendawili kisichoteguka hivi sasa. Je, kamati kuu ya mashindano haya makubwa ya Qur'an Afrika watakuja kwa namna gani katika ubunifu wa kauli mbiu ya mwaka huu? Hakika ni jambo la kusubiri. Ukweli usiokanushika ni kuwa tarehe 24 mwezi wa 3 mwaka huu 2024 biidhnillah, mambo yatakuwa mambo. Twendeni katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, Tanzania, kushuhudia zaidi ya nchi 20 zikishindana katika kheri. Asante kwa kuwa nami. Ndimi Abdullahi mwana wa Maalim Mashi. Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Kwa kumalizia, naomba tuwafahamu washiriki wetu wa mwaka huu. Twende haraka haraka vijana. Kuelekea mashindano makubwa zaidi ya Qur'an tukufu barani Afrika yanayoandaliwa na Al-Hikma Foundation 2024, wajue washiriki na nchi zao. Mshiriki kutoka Gambia, mshiriki kutoka Djibouti, mshiriki kutoka Egypt, mshiriki kutoka Ghana, mshiriki kutoka Ivory Coast, mshiriki kutoka Burundi, mshiriki kutoka Nigeria, mshiriki kutoka Rwanda, mshiriki kutoka Mali, mshiriki kutoka Senegal, mshiriki kutoka Gabon, mshiriki kutoka Algeria, mshiriki kutoka Togo, mshiriki kutoka Uganda, mshiriki kutoka Somalia, mshiriki kutoka Denmark, mshiriki kutoka Yemen, mshiriki kutoka Ureno, mshiriki kutoka Tanzania visiwani, mshiriki kutoka Tanzania bara, na hatimaye mjue mshiriki kutoka Tanzania anayewakilisha Al-Hikma Foundation. Qur'an ni kitabu cha ajabu, herufi moja thawabu 10. Naam, Qur'ani ni kitabu cha ajabu, herufi yake moja utakapoisoma utalipwa thawabu 10. Mheshimiwa mgeni rasmi, ingawa nafasi ya shukrani Sharif Abdul Qadir ameona mkabidhi Dr. Sheikh Al-Hadi Musa Salum ambaye ni mtu wake wa karibu, lakini pia kama mnavyofahamu Sheikh Abdul Qadir ni sharifu, bimaana mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na anasema tayari Sheikh Al-Hadi ameshamwambukiza usharifu, bado tuamvishe kilemba cha usharifu inshallah. Kwa hiyo nafasi ya shukrani sipaswi kutoa mimi, ni Sheikh Al-Hadi, lakini mimi nikushukuru sana wewe. Nikushukuru kwa kukubali wito wetu, na ninajua kwamba baada ya hapo tu hautotua unaelekea Pemba moja kwa moja, kuna msiba kule. Allah subhanahu wa ta'ala amrahamu ndugu yetu waliotangulia mbele haki na awape subira ndugu zake. Lakini pamoja na hayo umeacha ya kwako yote, umetuitikia. Hakika wewe ni kiongozi mnyenyekevu, licha ya kuwa ni kiongozi mashallah msomi mkubwa katika nchi hii na Afrika kwa ujumla, lakini huna makubwa. Na Mtume anasema kila mtu anapojishusha Allah atampandisha zaidi, na Allah kupandishe zaidi. Baada ya kusema hayo, naomba wakati na kwenda kukaa, vijana tupeni hayawi, maana tuna mambo mengi, lakini hayawi ni dakika moja tu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.